Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na nakukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozil, upande wa pili na Saidone kijana Safara Limasedilwe. Nasema tutampatana kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, nampisha Jean Makelele Kalajaden kwa ukurasa wa habari muhimu. Mwenzangu Omari Makelele Uzile. Leo kwenye habari muhimu tuanzie na hapa Baraka, ambako uongozi wa feki mjini Baraka umewataka wafanyabiashara kutokulipa pesa yoyote kwa wafanyakazi wa idara ya EPMA katika harakati zao za kuorodhesha enregistrement ya kazi yao, kwani ni kinyume cha sheria. Na huko Uvira ni kwamba umewasili tayari ndani ya mji wa Uvira ujumbe wa MONUSCO ambao umekuja kwa lengo la kulinda mikakati ambayo itawezesha ujumbe wa ufuatiliaji wa usitishaji mapigano kufanya kazi yake vizuri. Habari hii imehakikishwa naye mwanaharakati wa kijamii na kisiasa jimboni Kivu Kusini, Andre Biadunia. Na mwishowe ni habari ya kitaifa. Muungano wa FCM23 umeshutumu serikali ya Kinshasa kupitia jeshi la taifa FARDC kwa kuendelea kushambulia position zao na kupelekea vifo vya watu na raia wengi kuyahama makazi yao licha ya hatua ya usitishaji mapigano inayoendelea. Mwenzangu Omari Makelele Uzile naweka nukta kunako habari muhimu. Asante sana Jean Makelele Kalajaden kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba muungano wa waandishi habari tarafani Fizi na mji wa Baraka, RFI kwa ufupi, kupitia kiongozi wake umewataka wapasha habari kusapoti kazi za RFI, huku akiomba ushirikiano wa kudumu kati ya viongozi na wapashaji habari ili kurahisisha kazi ya upashaji habari kuboreka zaidi. Jonas Seba Mkiabela ni kiongozi wa RFI mjini Baraka na tarafa la Fizi, ameomba kwa vitengo vinavyohusika na usalama kulinda usalama wa waandishi wa habari, huku akianza kuonyesha miradi mbalimbali watakayoitekeleza mwaka wa 2026. Kwanza niseme kwamba tutakuwa na kikao baadaye, kisha wiki hii ama wiki hii mwisho tutaita ekipe ya coordination, sababu ni ile mlipatia manda ya kuwatumikia. Tufanye planification ya maaktivite ambayo tutafanya kwa huu mwaka, na ile tutaipasha kwa wapasha habari. Lakini kubwa ni kwamba mwaka huu tutasherekea sikukuu ya uhuru wa wapasha habari tariki 3 mwezi wa 5 ujao. Tunaweza kwenda Fizi, makao makuu ya tarafa. Kwa hiyo huu ni mradi mkubwa ambao tunao, na mradi mwingine tunao ni kwamba tudumishe mafunzo kwa wapasha. Tutafanya nyingine seance ya sisi wapasha habari tu, na mtu ambaye atakayalika atusaidie kutukumbusha tena mambo ambayo yanatuhusu. Kwa hiyo tuna mambo mengine ya kufanya, lakini tunasi wapasha habari wa Fizi na mji wa Baraka kusapoti programu za RFI, sababu ni shirika lao, kutusindikiza. Tukiwahitaji tuchangie, tukiwahitaji waje washiriki unaoonekane, na itatusaidia sana. Huu ni wakati wa misukosuko ya vita mashariki mwa Kongo, province ya Sud Kivu, tarafa la Fizi, mji wa Baraka. Wakati usalama unakuwa mdogo, wapasha habari wanahitaji kuchungwa, kulindwa na vyombo vya usalama, kwa sababu kazi tunayofanya hatuna mishahara sisi, lakini heshima yetu ni kulindwa, ni kupata support ya viongozi. Kila mara tunapokuwa na haja yao, hapa tulikumbusha juu ya source ya habari. Tunakuwa na information, tunatangatanga kupata uhakikisho hiyo habari, tunakosa viongozi. Lakini kama tunaweza kuwa na collaboration ya viongozi na journalist, na wazi itakuwa mzuri. Tuko wa partenaire, atuko maadui hapana. Journalism iko crime. Huwa mtangazaji si kwamba mtu anakuwa Al-Qaeda, hapana. Tunawaza tutakingwa na serikali. Na kwa kumaliza ni kwamba nitoe salamu za rambirambi kwa wapasha habari ambao ni wa kanisa la Kiislamu. Wakati wanapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunawatakia sherehe njema. Tuna watangazaji kabisa ambao wanabobea katika dini hiyo, tunawashukuru. Na Wakatoliki pia ambao wanakuwa katika mwezi wa Kwaresma nadhani, nao pia wa confrere tunawatakia hiyo sherehe ziendelee vizuri kwao.
Tubaki tu ndani ya mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa FEC mjini Baraka umewataka wafanyabiashara kutokulipa pesa yoyote kwa wafanyakazi wa idara ya EPMEA katika harakati zao za kuorozesha au enregistrement ya kazi zao, kwa nini kinyume cha sheria. Ali Mukindula Lebon ni kiongozi makamu wa FEC mjini Baraka, amesema kufanya orozeshaji nacho kitengo cha EPMEA ni halali ila sio kwa kulipia. Ali Mukindula Lebon azungumuza yafuatayo. Kila service iko na obligation kufanya sensibilisation juu ya kuprepare operateur économique. Na tunasemea kwanza saa hii juu ya dossier service ya EPMEA. EPMEA biko na operation yenye biko banaenda banafanya ya enregistrement. Ila enregistrement ni preparation ya taxe ya recensement yenye itakuwa pale mbele. Na sio tuko mumeri ya Baraka. Hapa tuko na obligation ya taxe tatu. Tuko na taxe za mairie na nomenclature ya mairie iko. Tuko na taxe za gouvernement provincial na arrêté uswate nomenclature ya gouvernement provincial iko. Na tuko na mataxe za trésor public. Na sisi atulipake makuta par rapport ya attribution ya service. Tunalipaka mataxe par rapport ya nomenclature. Donc tenya kila mu nomenclature si atuwezi lipa parce que matribution ni za mingi. Et comme matribution ni za mingi, kila attribution nakuya, voilà tunafatana sasa na nomenclature. Na EPMEA mu niveau ya Baraka biko na taxe ya recensement. Ile taxe ya recensement ni mufavere ya mairie na ku gouvernement provincial balipewa uwezo ya kuuzisha mapatante. Et comme ta ya mapatante haiyafika, biko mu sensibilisation ya kuprepare batu. Mais chose grave ni nini? Ila enregistrement ile haiko mu nomenclature ya mairie ya Baraka. Or fiches ziko banaenda banapana kuko logo ya mairie. Donc ni bitu bebe binafanyiziwa mu mairie ya Baraka. Eko binafanyiziwa mu mairie ya Baraka. Na biko mu nomenclature zile fiche yebo community yabo si atubafungi kwenda banatumika ile enregistrement. Baende banabitumika sans condition. Haitakiwi kulomba mtu hata sanfra. Na kama bingalikuwa aseme ila enregistrement nayo ilipiwe, ingekuwa msheria ya inchi. Ekome abiko msheria ya inchi na njoo maana binashindikana eyo kuapparaître ku nomenclature ya mairie ya Baraka. Hata hivyo amewataka wafanyabiashara kutokulipa pesa yoyote kwa wafanyakazi wa idara ya EPMEA ili kazi zao kuorozesha. Et donc sisi hatuwezi tosha makuta. Na kama bao wanaona no abataiweza kuifanya kubure, baache baikale chini, bachunge wakati ya kwanza kulipisha tax ya recensement iko kubure. Tax ya recensement ndio tutalipa, mais enregistrement hatutailipa, sisi hatutalipa. Hatuwezi toshea makuta zenye ziko mu nomenclature aziapparaître nulle part mu République ya Congo. Iko hors sheria. Batumike comme ni attribution yao. Na hiyo violation yenye iko ni ile kwenda banalomba watu mapesa. Imaginez-vous 2500 Baraka mzima. Si ni makuta ya kunaweza tusaidia ile kazi yenye tuko tunatumika pale ya taxe conventionnelle. Mena watu bamoya tu baikale tu kucreate kitu. Hapana, ila hatuwezi kubali ndugu mtangazaji. Sheria iko clear. Hii ndio sheria ya inchi. Sio mimi au sio FEC ndio inaviongea. Bienya biko msheria. Operateur économique yeyote ule mwenye atafikiwa na service ya EPMEA akaribishe baja abapatie kiti. Epi basikie message juu ya enregistrement. Ikikuwa vya kulomba makuta hata sanfra, atuseme sense, tunasema sanfra au tuseme 50 francs asitoshe ile makuta. Na bakikatala kumwaregistre juu akutele makuta aachi. Donc atuwezi appuyer hiyo parce que ni bêtise. Donc operateur économique yoyote ule kwa kifupi kusiwa kutosha makuta yake juu ya hiyo fishe. Ndugu mtangazaji, unayua matribution kila mtu iko na yake. Tulishamuona autorité officiellement na musika wa hivi vitu ni odo wa mairie ya Baraka ndio concerne juu ava kufikia kusema tulishaka waona na tukawaambia. Radio Kivu ilipotaka kufahamu kuhusu ukweli wa mambo haya kupitia uongozi wa mji wa Baraka, ila meya wa mji amesema hakuna chochote cha kuongea kuhusu swala hilo. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba kitengo cha tamaduni na sanaa Culture Art et Patrimoine kwa Kifaransa mjini Baraka kimewaomba maengineer wa ujenzi na wajenzi wa kawaida
kuzingatia amri iliyotolewa na jimbo na ile ya meya ya Baraka kwa ajili ya ulipaji wa tozo mwaka huu. Bwana Eosa Lokongo Daniel, mkuu wa ofisi kwa muda ya kitengo cha tamaduni na sanaa mjini Baraka, amefafanua kwa ufupi amri hizo za serikali ya jimbo na uongozi wa meya, huku akisema kiwango cha pesa ambacho maenjinia na mafundi wanatakiwa kulipa kwa jimbo na kwenye meya ya Baraka. Penda kutangazia wafundi wanaokaa katika jiji la Baraka ya kwamba tuko na arete mbili za malipo ya serikali. Kuko arete ya province na kuko arete ya mairie. Na katika hizo arete mbili ninapenda kutangaza masharti ambao yako ndani kwa machache. Nikianzia na arete ya mairie, inatusukuma kulipisha wa maso, wa ingenier. Maso atalipa 30,000 francs congolais. Ingenier yoyote ule mwenye anajenga atalipa 50,000 francs congolais. Na ile 30,000 francs congolais itakuwa par cas ponctuel. Akilipa mwishantier ingine tena tunamkuta analipa 30. Ingenier memema vile vile. Mataksi ya nani ya province culture art kwa wajengaji wa maso wanalipa $40 annuellement. Wale ambao watapata matatizo magumu ya kutokuelewa watakuwa obligé kwenda kujirenseigner kwa ofisi. Mimi naona kama wa maso watakuwa tayari kwa kulipa taksi ile. Juu ana pesa nyingi, akijenga nyumba moja akitosha ile dolari 10. Juu 30,000 iko equivalent ya $10. Na wale wa agent ambao wanaenda mutere na wao ni watu wanapaswa kujua kuetidie hii kazi haweze kuilipia. Wanapita wanamwacha wanalipisha ile yenyewe na siri kutoza ile pesa. Tujelekeze kule katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba umewasili tayari ndani ya mji wa Uvira ujumbe wa MONUSCO ambao umekuja kwa lengo la kuandaa mikakati ambayo itawezesha ujumbe wa ufuatiliaji wa usitishwaji mapigano kufanya kazi yake vizuri. Habari hii imehakikishwa naye mwanaharakati wa kijamii na kisiasa jimboni Kivu Kusini, Andre Biadunia. Akizungumza nasi, Andre Biadunia amesema kuwa bado jeshi la MONUSCO kuwasili mjini Uvira, bali ni ujumbe wa maandalizi ndiyo liwasili. Waliokuja si wanajeshi hapana wa MONUSCO. Waliokuja ni delegation yenye inakuja kutayarisha ambako ekipe au mekanisme ya suivi ya cessez-le-feu itafikia. Waliokuja wamekuja katika malengo ya kuja kuzungumza kwanza na makomposante fulani za raia ili kujua atante za raia, na kesho siku ya 3 ndio wataanza kupokea watu. Na objective kubwa sisi ni kuambia kwamba tuko na bezo ya amani, na jinsi tuliwaona walikuwa wanatumika hapo mbeleni avant watoke 2024, tunataka tuone wameshange faso yao ya kutumika, kwa sababu tulikuwa tunawareproche kila mara kwamba wanaegemea upande umoja, wanatafuta kuonesha kwamba wale ambao ni waagreseri wa nchi notama Twirwaneho, kulikuwa wale ambao walikuwa na pansha kwa Twirwaneho. Atante yetu ni kusema communauté internationale à travers MONUSCO irudishe amani kwa Kongo. Watu wameisha kufa sana. Walituambia ile mbele kwamba hawakuwa na madispositif ya kukombatre M23. Mais hii cette fois-là tunajua kwamba watakuja, wako tayari, walishajua equipment ambayo MONUSCO inakuwa nayo. Watutoe wale wanyang'anyi pale, wale waagresere pale Sange, warudi ambako walikuwa, na pourquoi pas wasirudie mpaka Bunagana kwenye walitoka. Donc tuko na besoin ya amani, na njoo attente ya population ya Sud Kivu ya Est ya pays, tuone kwamba amani narudi, watu wafanye kazi zao, watu wasome katika amani na vita ikome kabisa. Kama gesi unavyosikia upande wa pili, tayari ni muda wa kuweza kusikiliza habari za michezo. Katika habari hizo ni kwamba michuano ya ligi ya mabingwa katika bara la Ulaya itaweza kutimua vumbi usiku wa leo, ambako Madrid watawapokea Benfica Lisbon ya Ureno. Mengi zaidi na Isake Mulucha Ashibe. Asante sana Omari Makelele Ozile. Kabla hatujaanza kuongelea ligi ya mabingwa huko barani Ulaya, tuanze kwanza kumzungumzia Mayele Fiston Kalala ambaye anazidi kuteteresha huko Misri.
Mshambuliaji wa zamani huyu wa Yanga amevunja ukame wa mabao kwa kishindo baada ya kufunga bao moja katika ushindi wa 3-1 waliopata Pyramids FC dhidi ya Gazelle El Mahala. Bao hili limekuwa na uzito wa kipekee kwa sisi raia wa huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfungaji bora wa muda wote Mayele sasa amefikisha mabao 50 akiwa na Pyramids, akivunja rekodi na kuwa mfungaji bora wa muda wote wa klabu hiyo tangu kuanzishwa kwake. Sasa kuna kuwa habari kutoka huko Ulaya ambako klabu ya Real Madrid iko tayari kumenyana na Liverpool FC katika mbio za kumsajili beki wa Tottenham Hotspur Molanzi Mickey van de Ven. Msimu huu wa joto Madrid wanafuatilia kwa karibu hali yake na wana uwezekano wa kumsajili katika kinyang'anyiro cha usajili wa majira ya joto. Liverpool wanaongoza kwa pauni milioni 80 kwa sasa, lakini Madrid wanapishi kukamilisha dili hiyo. Tukiwa tu kwenye habari hizo za usajili ni kwamba Arsenal wanajiandaa kufanya mkataba wa mkopo wa beki wakati wa Eduardo Piero Inkapie wa miaka 24 kutoka Bayer Leverkusen kwa mchezaji wao wa kudumu kwa paundi milioni 45. Wamiliki wa Tottenham wanapanga kuharibu mfumo wa mishahara ya klabu kabla ya marekebisho makubwa ya kikosi msimu huu iwapo timu hiyo itaepuka kushuka daraja. Juventus Turin wameanza mazungumzo na mlinda lango wa Tottenham na Italia Guglielmo Vicario wa miaka 29, lakini klabu hiyo ya Serie A pia inamtaka mchezaji wa kimataifa wa Brazil mwenye umri wa miaka 33 Alisson, lasema gazeta via Standard. Aston Villa inaweza kumruhusu kiungo wakati wa Uingereza Morgan Roger kuondoka katika klabu hiyo msimu huu wa joto, lakini itahitaji hadi paundi milioni 100 kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23. Vile vile Barcelona wanatazamiwa kuanza mazungumzo na Manchester United kuhusu usajili wa kudumu wa mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford, lakini wanatarajia pia kujadiliana kuhusu chaguo la kumnunua mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 kwa pauni milioni 29 pekee. Rashford ana furaha akiwa Barcelona na hana hamu ya kurejea Manchester United, ingawa anataka nafasi kubwa zaidi katika kikosi cha kwanza cha wachezaji. Sasa tukitamatisha na habari za mkondo wa marudio ili kutafuta tiketi ya kufuzu hatua 16 bora ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ni kwamba leo hii mida saa 1:45 Atalanta watamenyana na Borussia Dortmund, huku mida saa 4 Juventus Turin wakipigana vikali dhidi ya Galatasaray. Mida saa 4 hiyo PSG watapiga ngumi dhidi ya Monaco na Real Madrid watamenyana na Benfica. Omari Makelele zile nishi hapa nisikuchoshe bure. Radio Kivu michezo leo. Asante sana Isaac Mlucha Shibe kwa kurasa wako wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze kule Kindu, makao makuu ya jimbo la Manyema. Ni kwamba sekta 4 za afya katika mji wa Kindu zimepata vyombo vya kugundua ugonjwa wa kifua kikuu na ukoma, vyombo ambavyo vimetolewa na uratibu jimboni Manyema inayohusika na ugonjwa wa kifua kikuu na ukoma. Radio Kivu huko Kindu tunajiunga na mwenzetu Godefroid Musunga Shabani. Coordination jimboni inahusika na mambo ya ukoma na pia kifua kikuu ndani ya jimbo la Manyema tayari inatoka kugawanya katika masekta 4 ya afya hiyo vyombo ya kugundua ugonjwa ya kifua kikuu, ni sawa vile inasemekwa katika lugha la Kimombo microscope binoculaire, na hayo kwa ajili tu ya kuweza kuelewa ni wapi ambao ugonjwa watu wanakumbwa na ugonjwa ya kifua kikuu, na hata itambulikane kwa ajili ya kufanya mbinu ya kuweza kujikinga na ugonjwa ile. Radio yenu Kivu Baraka iliweza kumuoji Dr. Jean-Luc Sukai ambaye anasimamia coordination hiyo. Yeye unena ya kwamba mambo yote ni kwa ajili ya raia na hata kuweza kugundua hiyo ugonjwa ya kifua kikuu na kuhakikisha ya kwamba
ugawanyaji itatawanyika popote ndani ya jimbo la Maniema. Dr. Jean-Luc Sukai alizungumza ifuatayo. Ukadre ya kuongeza madiagnostiki ya tuberculose ndio maana tuligawanya microscope pour que watu ambao wenyewe wanapatikana magonjwa ya tuberculose wapate kufanya suivi. Tulikabula ku 4 centres de santé, c'est-à-dire CDT, centre de diagnostic de traitement. Tulikabula ku centre santé de référence Braza, tukabula ku centre santé Bedom ku Kitulizo, na tukabula Ulumbulumbu centre santé na ku CH Mapon ndio tulikabula ile microscope. Ndio ni itaendelea kujimbo mzima ya Maniema kwa sababu ile ma centre de santé 77 78 kuko wenyewe ina microscope na haribika inapata mapana, tutaweza kubadilisha na tutaendelea kukabula fashi yote. Ujumbe ya kwamba ninaomba wale waganga watumikishe ile microscope ambo père de famille na ba respecter stratégie ya tuberculose, c'est-à-dire diagnostic mpaka ku treatment ya bure bila kutosha pesa. Viongozi wa sekta ya afya hiyo walipokea vyombo hiyo kwa furaha. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shaban kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Tujelekeze kule Moba jimboni Tanganyika ni kwamba magabiziano ya madaraka kati ya kiongozi wa zamani na wa sasa kwenye ofisi ya mapato ya jimbo la Tanganyika Dejaktange imepitika salama mchana wa siku ya Jumatatu tarehe 23 Februari 2026. Mengi zaidi tunajiunga naye Isidoro Kashule kutoka Moba kwa mengi zaidi. Kiongozi wa zamani na wa sasa ofisi ya mapato ya Tanganyika Dejaktange kwa ufupi, hilo ofisi ya mapato sio fiskali ya Tanganyika Dejaktange kwa ufupi senta ya Moba makabidhiana mamlaka ya uongozi Jumatatu Februari 23 mwaka 2026. Mdala makabidhiano umefanyika ndani na ofisi ya Dejaktange iliyopo ndani ya kitongoji cha Moba Po. Kimekuwa mbele ya mkuu wa ofisi ya tarafa, kiongozi wa idara ya taasisi ya umma ule wa bajeti, kiongozi wa muungano wa idara na viongozi wa posta tofauti ya Dejaktange senta ya Moba. Lupa Mkonso Pacific Chief Center Dejaktange aliondoka, ameacha mamlaka ya uongozi kwa Mshamina Numbi Joseph, kiongozi wa sasa wa Dejaktange senta ya Moba. Je dis encore merci au gouverneur Christian Kitungwa de pouvoir nommer une nouvelle équipe. Nasema tena asante kwa liwali Christian Kitungwa kwa kuweza kutaja timu mpya. Kama CDC anaitoka, naomba kwa timu mpya kuelewa kwa kazi ambayo tunayo hapa ni kukusanya mapato. Na kukusanya mapato inapaswa kuwa katika mawasiliano mazuri na idara toza kodi. Na inapaswa kufungua macho juu ya vituko vya utozaji. Vituko vina kutazama na kutoa ni kazi mbili husika na idara ya utozaji. Na kazi mbili husika na reshini ordonnancement na recouvrement. Na watakia kazi njema na mafanikio. Na hasa nawatakia ukusanyaji mzuri wa mapato. Je souhaite une bonne maximisation de recettes. Mshamina Numbi Joseph ameweza upande wake kutolea ujumbe huo kwa wale wa mkoa, kiongozi mkuu wa chama cha siasa Avenir du Congo na kwa kiongozi wa tarafa. La remise et reprise n'est pas une bataille. Nous sommes dans la logique de la continuité de l'action de l'État. Makabizano sio mapigano, tupo katika mkondo wa kuendeleza kazi ya serikali. Na tunaingia hii leo, jueni siku moja pia tutakuwa kutoka. Kwa wakati huu tunatoa shukrani yetu kwa mheshimiwa liwali wa mkoa Tanganyika Christian Kitungwa Mtiba kwa uaminifu kutupatia kwa utu wetu, kuweza kuchangia pia kwa kuwezesha na kufanikisha kwa mambo ya kijamii ya Tanganyika. Na tuweze kupita kwa maneno haya bila kushukuru juhudi ya rais wa jamhuri, kwani kama mnavyofahamu tupo katika maeneo ya mashariki mwa nchi kule ambako kuna vita tunayolazimishwa. Bila ya amani hatuwezi kuapa kutoa hotuba. Pia namna pekee nakumbuka wazo kubwa la kiongozi wetu wa chama Dani Banza Maluba, ambao kwa mwelekeo wa ego ameunda chama cha siasa kinachoitwa Avenir du Congo, ambamo tunapatikana sisi yote kila mara kwa maana kuendelea mbele katika ulinzi wa mambo ya taasisi ya umma katika jamhuri yetu. Kwa hivyo tunaahidi heshima taswira ya chama chetu cha siasa Avenir du Congo. Tutalinda reji kwa ajili ya faida ya jamhuri, sio kwa ajili ya faida binafsi na uchoyo. Tunafanikisha kana kwamba raia waelewe umuhimu wa muradi au bajeti kutetewa na mheshimiwa liwali wa mkoa kwa mwaka wa 2026. Tufetane 2026. Akichukua kauli Kalumu Sampila Pierre, mkuu wa ofisi ya tarafa ya Moba aliongoza makabidhiano hayo, ameagiza ujumbe huo kwa timu iliyotoka na ile sasa. Il y a eu le texte qui sont organisés au niveau de Moba ici et a donné résultat aux agents qui sont nominés aujourd'hui. Kumekuwa na mtihani ulioandaliwa kwenye eneo la Moba hapa ulioleta matokeo kwa vijakazi waliotajwa hii leo. Alafu naenda pia kusema kwa vijakazi kwa sababu kama na tathmini maneno ya CDC anaitoka, amesema mpo ni kutoka katika vyama vya siasa, lakini hapa mnaingia katika kazi nyingine ambao ni kazi ya udhamini. Anasema udhamini, anasema sio siasa, lakini ndani mwa vyama, lakini tumekeni kama vijakazi wa serikali katika taasisi ya umma. Les fonctionnaires de l'État comme les agents de l'État dans la fonction publique.
Makabidhiano haya yamefanyika kufuatia sheria na utaji ujakazi wa idara ine ya kukusanya mapato ya mkoa, hususa Dirnof Tange, Tsepetange, Ditange, Difyapetange, kusainiwa na liwali wa mkoa, wamethibitisha kwenye mudalo wa makabidhiano hayo. Nikiripoti kutoka Moba Dodor Kashulo, Radio Kivu. Na katika habari za kitaifa ni kwamba muungano wa AFC/M23 umeshtumu serikali ya Kinshasa kupitia jeshi la FARDC kwa kuendelea kushambulia position zao na kupelekea vifo vya watu na raia wengi kuyahama makazi yao licha ya hatua ya usitishwaji mapigano inayoendelea. Kwa undani wa taarifa hii naye Safara Limasidilwe. Naam. Katika taarifa tofauti kwa vyombo vya habari, Lawrence Kanyuka, msemaji wa FCM23, alitangaza kuwa mashambulizi yarekodiwa Jumatano tarehe 25 Februari saa 3 asubuhi katika eneo la Rugita, saa 4:30 asubuhi katika eneo la Kitazungura, wilaya Kale, na saa 6 mchana katika eneo la Rugezi na maeneo jirani ya Minembwe. Alishutumu vikosi vya muungano kwa kutumia droni zenye silaha pamoja na mizinga mizito, akitaja kuwepo kwa vifo na pia watu kuyahama makazi yao. Kauli hizi zinakuja siku moja baada ya kifo cha msemaji wa kijeshi wa FCM23 Willy Ngoma. Tunaona kwamba utawala wa Kinshasa kwa mara nyingine tena umekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kuanzisha mashambulizi ya jumla katika mistari yote ya mapambano na hata nje yake. Hii ni operation iliyoratibiwa na kusambaa kwa upana, jambo linaloonyesha wazi uchunguzi wa kutumia njia ya kijeshi, alisema Jumatano tarehe 25 Februari Bertrand Bisimwa, mwenyekiti wa M23 na mratibu msaidizi wa FCM23. Hatuwezi pia kujizuia kubaini kwa wasiwasi mkubwa ukosefu wa usalama. Hadi sasa hatua ya wazi na inayoonekana yenye lengo la kusimamisha mara moja mashambulizi haya ya serikali. Hakuna honyo la hadharani, hakuna jukumu yoyote, aliongeza kwa mujibu wake. Hakuna juhudi inayoonekana iliyochukuliwa kuzuia hatari ya kuongezeka kwa mapigano. Ukimya huu unatofautiana na kasi ya matamko yanayoshuhudiwa pale harakati yetu inapolazimika kutumia haki yake ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya moja kwa moja, alimalizia na kusema hayo. Msemaji wa kijeshi wa FCM23 Willy Ngoma aliuawa Jumanne hii tarehe 24 Februari katika shambulio la drone linalodaiwa kutekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa vyanzo vinavyofanana, ikiwemo vile vya ndani ya harakati hiyo ya waasi vilivyothibitisha kifo chake. Shambulio hilo lilitokea karibu na Rubaya, mgodi wa kimkakati katika wilaya Masisi, mkoani Kivu ya Kaskazini. Kifo hiki kinakuja baada ya kile cha Gloire Paluku wakati mapigano ya zili kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuongezeka huku kwa mvutano kunatokea katika mazingira ya kupingwa kwa usitishwaji mapigano yaliyopendekezwa na Angola. Mashambulizi ya anga yanayofanywa na jeshi la Kongo pamoja na mashambulizi ya ardhini yanaendeshwa na wazalendo dhidi ya ngome za FCM23, harakati ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa inaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kabla ya kutangazwa kwa kifo hicho, Bertrand Bisimwa alikuwa ameshutumu Kinshasa kwa kuheshimu tena makubaliano ya kusitisha mapigano tangu kusainiwa kwa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati mwaka 2023. Willy Ngoma aliwekewa vikwazo na Marekani kwa nafasi ya FCM23 katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, ikiwemo mauaji na vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya raia. Kuendelea kwa mapigano Kibanda na katika maeneo kadhaa Masisi uwanjani, mapigano yalianza tena kwa nguvu Jumatano tarehe 25 katika kijiji cha Kibanda, takriban kilomita 2 kutoka Kasopo, ndani ya groupement ya Nyamaboko ya kwanza, sekta ya Sobanyungu, wilaya Masisi. Msikilizaji, hayo tulikuwa nayo kwa leo kwenye habari za kitaifa. Ni kupitia habari za kitaifa ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima andishi habari Radio Kivu wanaonisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makilele Uzil. Amani iwe nawe.